Tusome neno la Mungu. Kichwa cha ujumbe kinasema ongeza bidii ama ongeza kiwango cha kumtumaini Mungu. Ongeza kiwango cha kumtumaini Mungu. Bwana sifiwe. Ongeza kiwango cha kumtumaini Mungu. Mwanadamu yeyote aliyeumbwa na Mungu, hakuna analoliweza nje ya Mungu. Hakuna analoliweza nje ya Mungu. Ukiona kuna jambo umelifanya limefanikiwa, hata kama inawezekana hata ukuomba, inawezekana kufanya chochote, lakini kuna jambo limefanikiwa kwenye maisha yako, amini Mungu amelifanya. Ndio maana kuna mahali ukisoma Biblia nasema yeye huwanyeshea mvua wema na wabaya. Kwa chochote unachokifanya, hata kama ukufanya maombi ya kufunga, hata kama ukuomba Mungu, lakini jambo limefanikiwa kupitia mikono yako, uwe na tumaini, uwe na imani kwamba aliyefanya hili ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome neno la Mungu, kitabu cha Waefeso ile sura ya 3. Nianze kusoma mstari wa 14 mpaka ule wa 21. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka ule wa 21. 14 mpaka 21. Biblia nasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi na atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Na atukuzwe katika kanisa na katika Paulo. Amejiridhisha kwa kiwango kikubwa na kwa muda mwingi wa kukaa pamoja na Mungu, kwamba kila jambo linalofanyika, mwezeshaji mkubwa ni Mungu. Anayewezesha ni Mungu. Kwa hiyo hata kama ukiwa na afya ama ukiwa mgonjwa, bado Mungu yuko hapo hapo. Hatuwezi kusema Mungu ametuacha kwa sababu tumeumwa. Hatuwezi kusema Mungu ametuacha kwa sababu tuna njaa, kwa sababu tuna kiu, kwa sababu hatuna mavazi. Lakini kila jambo ambalo mwanadamu analipitia na kulifanya linafanikiwa ni mkono wa Mungu.
kiwango cha kumtumaini Mungu. Wewe huwezi kufanya jambo lolote nje ya Mungu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mungu hafanyi tu na wema, lakini hata wabaya wanafanikiwa kupitia Mungu. Mungu anawapa. Bwana sifiwe. Hata huko mashambani wengine ni wachawi wanavuna kuliko wewe, Mungu anawapa. Mungu anatoa. Amesema huonyeshia mvua wema na wabaya, wote ni watu wake. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sasa Paulo anagundua jambo hili. Anasema wakati wote nampigia magoti Baba aliye mbinguni. Kwa nini anapiga magoti kwake? Yeye ni kila kitu. Mungu ndo kila kitu. Kwa hiyo anampigia magoti. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Anapiga magoti. Anaonyesha unyenyekevu. Anaomba, analia kwa ajili ya watakatifu. Kwa sababu Mungu ndo kila kitu. Haupo msaada wa mtu nje ya Mungu. Hautaupata msaada kwa watu, utaupata kwa Mungu. Na kama utaupata kwa watu, basi Mungu kapitia kwa mtu huyu ambaye amekupa msaada. Bwana sifiwe. Nikana jiuliza, niliposimuliwa asubuhi tukio la juzi la mtoto wetu, nikashangaa. Kumbe shetani anaweza kaandaa mtego usiomjua. Wewe fikiria, haujui atakayekusafirisha ni nani. Lakini mahali unaposhuka kwenye kituo, shetani alishaandaa mtu amalize uhai. Akumalize. Sasa wameshuka kwenye gari. Anaangalia usafiri kwenda na kwenda, usafiri hakuna. Mara bodaboda anajitokeza, anauliza unaenda? Akasema ndio naenda. Haya, changia kiasi fulani. Anasema hicho kiasi mimi sina, nina hiki hapa. Namwambia twende. Asichue. Kumbe bodaboda sikachati kwenye simu, sikafanyaje kwamba nakuja na mtu. Ujiandaa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sasa wanaondoka, wanasafiri, wanafika mahali, anamwambia mafuta yameisha kwenye pikipiki. Sasa huku tulikotokea nafikiri ni karibu nirudi nikachukue mafuta nisubiri hapa. Angekuwa najua nini kinatokea, si angekimbilia porini? Angejificha, angekimbia. Lakini ni usiku wa giza, hakuna alichojua. Sasa wameenda huko, wamejadiliana na mwenzake, wakaja namwambia nimemkuta na huyu hapa naye ni abiria. Kwa sababu hela uliotaja ya kunilipa ni ndogo, angalau isinikate mwende wawili. Kumbe ni wakati wa mauti. Kumbe ni wakati wa kufa. Hajajua. Akasema tu sawa twendeni. Kakaa kwenye bodaboda. Wamefika huko, wanafanya waliokusudia kulifanya. Lakini mstari wa 20 anasema hivi, na atukuzwe Mungu, yeye awezaye kufanya mambo makubwa ambayo kwa akili za kibinadamu, kwa akili hizi haiwezekani. Haiwezekani kwa mawazo haya. Nani angefikiria porini kuna msaada? Nani angewaza hivyo? Kumbe hata wakati wa giza upo msaada wa Mungu. Wakati wa shida upo msaada wa Mungu. Ndio maana Daudi akasema, msaada wangu utatoka wapi? Mimi kazi yangu nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Utatoka katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wako ni katika Bwana. Umtumaini Mungu tu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kufumba na kufumbua mekaba, najua sasa ndo mwisho. Hapa na kufa, mimi siponi. Sasa kama memkaba na mnati shingoni aliliaje sasa? Akajua hapa na kufa.
hapa naisha. Lakini Mungu hata dakika ya mwisho, Mungu anajitokeza, analeta msaada. Hata dakika za majeruhi, Mungu analeta msaada. Wakati ambapo unafikiri sasa unaondoka, unafikiri unaisha, Mungu analeta msaada. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mungu analeta msaada. Ongeza kiwango cha kumtumaini. Ongeza bidii. Ndugu wangu akaumwa, ametoka juzi tu, amerudi nyumbani. Mshani anamfahamu, na wengine mtakuwa namfahamu. Yule fundi alitusaidia kuweka flow ndani. Ndugu wangu yule, wachache mnamfahamu. Akaumwa, nikapigiwa simu na kuja kwenye maombi, naambiwa nimelazwa Ifisi. Nikaenda kumwona siku ya kwanza, hatujajua naumwa nini. Tuenda siku ya pili, hatujajua. Siku ya tatu akatoka mavipele mwilini. Halafu madaktari Ifisi hawaelewi ni ugonjwa gani. Akatoka daktari rufaa. Alipotoka rufaa wakaja kumpima wakamwambia na ugonjwa mbaya kabisa ambao hawaponaki. Kuna ugonjwa unaitwa mpox. Sio wataalamu natamkaje hivyo. Ule ugonjwa umetokea Kongo. Ule ugonjwa unaanzia kula ndani. Yaani ukiona dalili zimetokeza kwa nje, manake kule ndani umeshaliwa. Sasa wakati amejisikia kuumwa, akaenda kwenye vipimo wapi huko, maabara za mtaani huko, akamwambia una UTI, si una typhoid. Akanunua dawa, akatumia dawa, anakuta hakuna kinachoendelea, lakini anaumwa. Sasa jamani, anachukua maji ya baridi anajimwagia mwilini ili maumivu yapoe. Ni maumivu makali, anaroanisha nguo. Bwana sifiwe. Sasa tunafika huko, tunaambiwa ndio huo ugonjwa tena. Kama umeona kwenye mitandao wanaonyesha picha za watu wenye ugonjwa kama huu, wanatisha. Unakuta wakati mwingine mtu haoni, mavipele yamejaa uso wote, mwili mzima. Na yale jama vipele hivyo yakajaa mwilini. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye hata wakati wa kuchoka, hata wakati huoni ndugu, huoni mtu wa karibu na wewe, Mungu analeta msaada. Hivi ninavyosema amerudi nyumbani, anaendelea vizuri. Ongeza kiwango cha kumtumaini Mungu. Usijikatie tamaa. Acha kukata tamaa. Mungu anatuwazia mema. Kanisa la Tumaini, tuongeze kiwango cha kumtumaini Mungu. Ongeza kiwango chako cha kumwamini. Hata kama yapo ambayo unaona kabisa hili hapa halina majibu, lakini mwenye majibu yupo. Daudi anasema, nilisikia habari zako tangu zamani, lakini sasa ninaona kwa macho. Naona kwa macho. Ndio maana mwimbaji akaimba, Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Tumaini tunaona kwa macho, wala hatusimuliwi. Tunaona kwa macho. Hai, kwamba mpaka tukuambie ona, wewe hujaona bado, tukuambie ona. Tumeona kwa macho. Tunaona kwa macho vile Mungu anafanya kwetu, vile Mungu anatenda kwenye familia yako. Huyo mshani hapo Jumapili alishindwa kuja huko ndani. Huyo alishindwa, alikuwa tuko kwa nyumbani kwake. Alikuwa anafanya nini? Yalimkuta majanga. Huyo leo tungekuwa nasimuliana mengine. Huyo lile shimo la choo lilishuka kama lilivyo. Sasa unafikiri wakati nashuka, kama mtoto angekuwa anapita pale juu au mtu mzima, huyo mshana angesema? Mungu anatuwazia mema watumishi.
Unapofikiri umeachwa, hujaachwa, uko na Mungu. Hata dakika ya mwisho hujaachwa, uko na Mungu. Nikaambiwa na mama Jasi, naye alipata majanga hayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Miaka ya nyuma kule kijijini kwetu ilitokea, kuna mahali palikuwa na kirabu, alafu kuna nyumba ya mtu karibu, na mchungaji anacheka, ameshakumbuka. Ilitokea sasa, baba mmoja tena ndo alikuwa ni daktari wa kwenye dispensary ya kwetu, kituo cha afya kule nyumbani. Alikuwa ndo daktari, na sasa ni mlevi. Kumbe hata madaktari ni mlevi. Alikuwa ni mlevi. Sasa amekunywa. Sasa niende nikajisaidie. Aende kwa chuo cha jirani, akaacha vyeo hapo kilabuni kwa sababu yeye si msomi. Sasa kwa heshima yake akasema ni ngoja niingie kile cha pale jirani. Akaenda pale kwa jirani, kumbe kimeoza. Sijajua hata kama alimaliza shida yake au alikuwa bado, sijajua. Alipochuchumaa kuja kushituka, mpaka kwenye kiuno. Halafu kumbe mimi sijui ni moto, aliungua. Kumbe ni moto. Bwana asifiwe. Kupanda ikashindikana, anaanza kupiga kelele. Ndio watu kushika, jamani kuna mtu anapiga kelele, kwa kaitana pale kilabuni. Wanakimbia na kutakachoka katitia. Baba wote na alikuwa na mwili. Mzangu. Mpaka waanza kuvuta. Tunavuta hapo, unashika popote sasa. Tunamuokoa. Shikaga tu. Kwani zamani hizo gloves zilikuwepo kule pale? Hazipo. Kwamba ukumbuke uvae lambo mikononi, hamna. Ni kumvuta tu baba watu. Lakini hata dakika ya mwisho unapopiga tu mikono kwamba hapa naondoka, hapa nakufa, Mungu yuko hapo. Hapo Mungu yupo, analeta msaada. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu yupo, tumaini. Ongeza kumtegemea, ongeza kumtumaini kwenye nyumba yako, kwenye familia na watoto wako, kwenye biashara yako, kwenye kazi zako, kwenye shughuli zako. Ongeza kumtumaini Mungu. Amen. Tumaini Mungu tu. Tumaini Mungu. Mahali tulipofika ni hatari mno. Tumaini Mungu. Msaada haupo tena kwa wanadamu. Kila mtu anaangalia mambo yake. Msaada haupo. Kila mtu na ya kwake. Wakuu wa nchi wanaangalia ya kwao, na wewe angalia ya kwako pamoja na Mungu. Angalia ya kwako. Msaada wako utatoka wapi? Ni katika Bwana. Alizifanya mbingu na nchi. Ndio maana Paulo anasema, basi na atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu makubwa mno, ambayo kwa akili za kawaida, kwa akili za kibinadamu haiwezekani. Amefanya mambo ya makubwa, mambo ya ajabu amefanya kwako. Hujashuhudia tu, amefanya. Mungu amekutendea. Mungu amefanya kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu amekutendea. Taifa letu limepita kwenye msukosuko, kwenye changamoto, lakini uko salama, mshukuru Mungu. Waliondoka hawakuwa wabaya kuliko wewe. Tena wewe ulishinda mazingira hatarishi kuliko wao, lakini Mungu alikuacha salama. Ulivuka tu salama. Tumaini Mungu. Tumtumaini Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Hebu tusome andiko hili. 32:27. Ni andiko ambalo tumelisoma mara nyingi. Amen. Sema kwamba tazama,
mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Ndio. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Amen. Hapa Mungu anamwambia Yeremia, Mungu anakuambia wewe, anasema na mtu wa Tumaini leo, anasema na mtu wa Tanzania leo, anasema tazama mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Maadamu kama una mwili yuko Mungu, kama una mwili yuko aliyekuumba. Anamwambia Yeremia, tazama mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu nisiloliweza? Liko wapi? Lipi umwambie Mungu umeshindwa? Jambo gani mshitaki Mungu? Useme Mungu ameshindwa, hajafanya. Kumbe mtumaini Mungu, yeye ndo Mungu wa wote wenye mwili. Ni Mungu wa wote wenye mwili. Kila jambo, kila neno kwake linawezekana. Inawezekana tu. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Amen. Inawezekana tu. Hata kama umepita kwenye shida, kwenye matatizo magumu, una magonjwa yasiyopona, hata kama yana majina makubwa, yeye anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Maisha ya mtu yako mikononi mwa Mungu. Ndio, yako mikononi mwa Mungu. Yako mikononi mwa Mungu. Haijalishi unapita wapi, lakini maisha yako mikononi mwa Mungu. Ndio mwenye hatima ya maisha yako. Kwa mwanadamu hawezi kufanya chochote. Ndio maana mahali pengine akasema msiwaogope wawezao kuwa mwili tu, hawana uwezo wa kuona roho. Kumbe anayetakiwa kuogopa ni Mungu, ambaye anaweza kuua mwili wako akaua na roho ya ndani. Sema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, wote, bila kujali una cheo, ni Mungu wako. Hauna cheo, ni Mungu wako. Ni tajiri, ni masikini, ni Mungu wako. Ni Mungu wa wote wenye mwili, wenye navyo na wasio navyo, yeye ni Mungu wako. Bwana sifiwe. Ongeza kumtumaini. Tumaini Mungu. Yeye ni baba yako. Tumaini tu. Kiwango cha kumtumaini. Ongeza bidii. Ongeza tena. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Usipunguze chochote. Mungu analeta sample zote. Analeta Mungu, analeta mbea, analeta mwenye wivu, analeta mwenye maneno, halafu analeta wazuri wachache ili mchungaji awe na kazi, aseme sasa nachunga. Ndicho Mungu anachofanya kwenye kundi lolote. Wazuri wanakuwa na idadi ndogo ili mchungaji awe na kazi ya kufanya, achunge mpaka hao watoke huku waliko huku, wahamie kwenye kundi la wachache wema. Ni kazi ya mchungaji. Sasa sio kazi ndogo, sio nyepesi. Sasa kwenye kundi hilo ambalo wema ni wachache, ndo hapo unapoishi wewe. Kwa hiyo nini kitatokea? Ukiwa salama leo, jiandae kesho. Yaani leo kavuka salama, hakuna kilichokuchoma choma. Maana angefanya maandalizi ya kesho. Wakasema ukiona mwenzako ananyolewa, za kwako tia maji. Usifikiri umeshinda. Mwenzako anapopita kwenye ugumu, muombe. Usiseme ameshuka kiroho, na wewe yanakuja. Amen. Unajaji kiroho cha mtu? Hapana, ni wakati wake anapita hapo. Na wewe jiandae, anza kujinoa kwamba Mungu,
Hii dhoruba itakapopita kwangu iniache salama. Iniache salama. Kumbe kazi yetu kuu ni kutiana moyo. Tuambiane jipe moyo, safari inaendelea. Tuambiane jipe moyo, safari bado ipo. Ndio Elia kaambiwa kula, unywe na maji, shushia kabisa. Safari inaendelea. Safari inaendelea. Mwaka jana nafikiri. Mwaka jana ndio. Kama nimesahau si mwaka jana mwezi wa 6. Nilienda Tabora. Ndio. Nikapewa ujumbe fulani siku ya Jumapili kwenye ibada kama hii. Nilikuwa nasema hivi, ukiwa unasherehekea ushindi, jua vita inaendelea. Yaani ukiwa unasherehekea ushindi, ujue vita inaendelea. Nikiwa nafundisha nikatoa mfano. Nikasema wana wa Israeli wakati wamepata ushindi pale kwenye bahari ya Shamu, wakavuka. Wakafika ng'ambo ya pili. Halafu walipogeuka nyuma wakakuta kundi lote la Wamisri wameangamia baharini. Wakakaa pale. Wakatokea watunzi wa nyimbo. Wakakaa hapo pembeni ya bahari, wakaanza kuimba kwamba maadui zetu wote wametumwa baharini. Farasi na mpanda farasi wote baharini. Wakajua wameshinda. Wakajua wameshinda. Kumbe baada ya ushindi vita inaendelea. Hawakujua. Vinasema walipoanza safari tena, wakasafiri mwendo wa siku 3 tangu walipotoka pale baharini. Mungu akuwapa maji. Yaani wametoka kuimba tumeshinda. Wale wa Misri tumewashinda, wamekufa baharini. Farasi na mpanda farasi wote wamewaua baharini. Wanatoka pale, Mungu akuwapa maji ya kunywa. Vita inaendelea. Wakashangaa siku ya kwanza hakuna maji. Na ni jangwani. Siku ya pili maji hakuna. Siku ya 3 maji hakuna. Kilio kikaanza. Wewe Musa, si mngetuua kule? Mbona mlisherehekea kwamba tumewamaliza? Nikwambie mwana Tumaini, ukiona mimi napita leo kwenye magumu, nitie moyo. Niimarishe. Hujajua wewe kesho utapita kwenye lipi. Wanasifiwe. Hujajua. Usiseme mwenzako amepungua kiroho. Hajapungua. Wakati wa kupimwa jamani tunakuwa dhaifu. Wakati wa majaribu lazima uwe dhaifu. Kuna nguvu lazima zipungue. Kwa nini yale mashambulizi yanakuwa ni mengi? Lakini tumaini kwa Mungu. Tumaini Mungu. Tumaini Mungu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Lolote unalofanya, lolote unalofanyika, wewe mtumaini Mungu. Mungu usimame nikuombee. Simama kwa miguu yako nikuombee. Kama lipo gumu unalolipitia, uje hapa mbele nikuombee. Kuna mahali unaona majibu hayapo. Unaona kabisa majibu hakuna. Njoo nikuombee. Njoo nikuombee. Umtumaini Mungu tu. Tumaini Mungu. Tumaini Mungu. Tumaini Mungu. Hata dakika za mwisho za kukata tamaa, Mungu yupo. Unapojihisi ni mpweke, hapo Mungu yupo. Mahali pengine anasema nikatazama kwenye upepo mkali, nikafikiri Mungu yupo, kumbe hayupo. Akaangalia kwenye moto mkali, akifikiri Mungu yupo,
kumbe Mungu hayupo. Lakini akashangaa sauti ndogo, kasikia kwenye sauti ndogo, kumbe kwenye hiyo sauti ndogo Mungu, kwenye sauti ndogo Mungu. Nikutie moyo tu mwana Tumaini, nikutie moyo, nikutie moyo. Tumaini Mungu, tumaini Mungu. Mejiuliza maswali mengi kwamba mimi hivi nilivyo mpaka lini, nitakuwa hivi mpaka lini? Tumaini Mungu, tumaini Mungu. Weka mikono yako kifuani, sema Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako, umeniita tokea mbali, tena kwa jina lako mwenyewe, nami nimeitika. Nimesikia sauti yako. Mchana wa leo umenituma neno lako linikumbushe kwamba wewe ni baba yangu, uwezaye kufanya mambo makubwa ambayo kwa akili za kawaida hatuwezi kufikiria. Lakini Mungu, nimekuwa na hali hii kwa muda mrefu. Nami Mungu, kuna wakati ninakata tamaa, navunjika moyo, naishiwa nguvu, kwa sababu sioni mlango, sioni pa kupita. Lakini leo naimarisha imani yangu, naimarisha imani yangu, nikutumaini wewe, hata wakati wa shida, hata wakati wa mateso, hata wakati wa maumivu, hata wakati wa kutengwa, hata wakati wa kukataliwa, hata wakati wa kunyanyapaliwa. Mungu, nimeweka tumaini langu kwako, nimeweka tumaini langu kwako. Naomba wewe msaada wangu, naomba wewe msaada wangu. Wanadamu wakinikataa, wewe ni Mungu wangu, wewe ni baba yangu. Mungu, naomba unisaidie mahali napopita, changamoto yangu hapa nilipo, nivushe hapa napapitia, nivushe Yesu Kristo, nivushe nisigarikishe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani amesema kucha, amesema kucha, amesema kucha, anatamani kunilauma, anatamani kunimeza, anatamani nipotee. Lakini kwa nguvu yako, iko nguvu yako, kwa jina la Yesu, itanipa kushinda, itanipa kushinda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iwaje kutamka mwenyewe sasa, mwambie Mungu ile uko moyoni mwako, mwambie hicho kilichoko ndani, mwambie Mungu ana majibu yako, mwambie Mungu ana majibu yako, Mungu ana majibu ya maswali yako. Hicho ulichojiuliza kwa muda mrefu, hicho ulichotamani muda mrefu, Mungu ana majibu yako, Mungu ana majibu yako. Baba Mungu mtakatifu, katika jina lako Yesu Mwokozi, mwanamke huyu pona, meona moyo huu, meona maumivu haya, katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, wezaye kufuta machozi, wezaye kufuta machozi, ufute mwanamke huyu kwa jina la Yesu, afute machozi yake, afute machozi yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila yeye mateso, chochote ambacho kimetesa maisha yake, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe ni mwisho, wewe ni mwisho, kila kabisa inayokufuatilia mchana, wewe ni mwisho,
Let's